Karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ni siku ya Ijumaa ya juma la 16 la mwaka wa kanisa. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 13 aya ya 18 hadi 23. Wapendwa ndugu zangu, leo Bwana wetu Yesu Kristo anatoa ufafanuzi wa mfano wa mpanzi. Katika ufafanuzi huu, Bwana wetu Yesu Kristo, kama tulivyosikia, hatoi maelezo mengi kuhusu mpanzi wala kuhusu mbegu. Muda mwingi Kristo amejikita kuzungumzia udongo unaopokea hiyo mbegu. Na hii inatupa picha kwamba tatizo halikuwa mbegu, tatizo halikuwa mpandaji aliyesababisha mbegu itoe mavuno tofauti tofauti. Tatizo lilikuwa ni aina ya udongo. Kama Kristo alivyofafanua, mpanzi ni Mungu mwenyewe, mbegu ni neno la Mwenyezi Mungu, na udongo ni moyo wa kila mmoja wetu. Swali ambalo injili ya leo inataka tujiulize sio kwamba je, Mungu anaendelea kupanda? Hapana, hili sio swali ambalo injili inataka tujiulize na tulitafakari, kwa sababu kwa hakika tunajua Mwenyezi Mungu anaendelea kupanda neno lake ndani ya mioyo yetu kila siku. Swali ambalo injili hii inataka tujiulize na tutafakari ni kwamba je, moyo wangu ni udongo wa namna gani? Moyo wangu ni udongo wa namna gani? Bwana wetu Yesu Kristo kwenye ufafanuzi wake, kwenye mfano na hata kwenye ufafanuzi wake, ametupatia aina 4 za udongo. Aina ya kwanza ni udongo wa njiani. Mbegu zinaanguka lakini haziingii ndani ya ardhi. Ndege wanazila mara moja. Huyu ni mtu anayesikia neno la Mwenyezi Mungu lakini halimgusi. Analisikia, wakati mwingine analisoma mwenyewe neno la Mwenyezi Mungu, lakini halimgusi na halileti mabadiliko ya aina yeyote. Moyo wake umejaa kiburi, dhambi au shughuli za dunia, kiasi kwamba neno halipati nafasi ya kumea, kuota na hata kuzaa matunda. Mara nyingi hata sisi tunasikia injili kila Jumapili, au wakati mwingine tunapata nafasi ya kushiriki misa kila siku, wakati mwingine tunasoma neno la Mwenyezi Mungu, lakini neno hilo halileti mabadiliko yoyote kwenye maisha yangu. Tunakuwa sawa na mbegu ambayo imeanguka kwenye udongo wa njiani. Na aina ya pili ya udongo ni udongo wa kwenye mwamba. Mbegu zinaota haraka lakini hazina mizizi. Huyu ni Mkristo anayefurahia imani wakati mambo yanaenda vizuri. Mambo yakimnyokea anafurahia vizuri imani yake, lakini majaribu yakija, mateso yakitokea, au watu wakianza kumcheka kwa sababu ya imani yake, wakianza kumsema kwa sababu ya imani yake, anakata tamaa. Imani ya kweli haiwezi kujengwa juu ya hisia za muda mfupi. Inahitaji mizizi, na hiyo mizizi tunaipata katika sala, katika neno la Mungu, na kubaki waaminifu kwa Mungu kila siku, hata wakati wa shida na mahangaiko. Na aina ya tatu ya udongo ni udongo wa kwenye miiba. Hapa mbegu zinaota lakini miiba inazizuia zisizae matunda. Yesu anasema miiba ni mahangaiko ya dunia na udanganyifu wa mali. Lakini leo hii si lazima mtu awe tajiri ili akose nafasi ya Mwenyezi Mungu. Tunaweza kuwa maskini lakini tukawa tumejazwa na wasiwasi, tumejazwa na manung'uniko, tumejazwa na kukata tamaa, tumejazwa na mambo mengi ndani ya mioyo yetu, hasa manung'uniko. Vitu hivyo
vinapochukua nafasi ya kwanza, neno la Mungu linakosa nafasi ya kukua. Na hatimaye aina ya 4 ya udongo ni udongo mzuri. Huu ni moyo unaolisikia neno la Mungu, unaolielewa na kuliweka katika matendo. Huyu ndiye Mkristo ambaye maisha yake yanakuwa ushuhuda kwa wengine. Hatoi matunda kwa sababu ya uwezo wa ajabu, hapana, bali kwa sababu anamruhusu Mwenyezi Mungu afanye kazi ndani yake. Mtu huyu anamruhusu Mwenyezi Mungu afanye kazi ndani yake. Yeye na Mwenyezi Mungu wanafanya kazi pamoja. Anaacha Mungu aongee, anaacha Mungu afanye kazi, Mungu amwezeshe kwa yote ambayo anayafanya. Ndugu zangu, jambo la kutia moyo katika injili ya leo ni kwamba udongo wa aina yeyote, uwe wa kwenye mwamba, uwe udongo wa njiani, uwe udongo wa kwenye miiba, unaweza kubadilishwa. Udongo wa aina yeyote unaweza kubadilishwa. Shamba lenye mawe linaweza kusafishwa. Shamba lenye mawe linaweza kusafishwa. Miiba inaweza kung'olewa. Ardhi ngumu inaweza kulainishwa, hata ikiwa ngumu kiasi gani. Sasa hivi kuna vifaa ambavyo vinarahisisha na mambo yanaenda vizuri tu. Vivyo hivyo, moyo wetu unaweza kubadilishwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kama ardhi ambayo ni ngumu, iliyojaa miiba, inaweza kubadilishwa, vivyo hivyo moyo wangu unaweza kubadilishwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kila tunapotubu, kila tunaposali, kila ninaposoma maandiko matakatifu, kila ninaposhiriki Ekaristi takatifu na kufanya matendo ya upendo, tunauunda moyo wetu kuwa udongo mzuri. Haya ndio mazoezi ya kuweza kubadilisha moyo ili uwe udongo mzuri, uweze kuzaa matunda. Mtakatifu Teresa wa Calcutta aliwahi kusema, ili taa iendelee kuwaka, lazima tuendelee kuweka mafuta. Usipoweka mafuta, taa itazima. Usipoweka mafuta, taa itazima. Vivyo hivyo, imani yetu haiwezi kuendelea kukua bila sala, bila sakramenti na maisha ya kila siku ya kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Haya ndio mafuta: sala, kusoma neno lake, kuishi maisha ya sakramenti zake, kupokea Ekaristi takatifu. Haya ndio mafuta ya moyo wetu ambayo yanaweza yakabadilisha moyo mgumu kuwa moyo mlaini, udongo ambao haufai kuwa udongo ambao unafaa. Leo basi tujiulize, ni udongo wa aina gani? Leo nataka tusijiulize swali hili kwamba mimi ni udongo wa aina gani nilikuwa jana. Usijiulize hivyo kwamba jana nilikuwa ni mtu wa namna gani. Tujiulize swali, leo ninataka kuwa udongo wa aina gani? Leo sio jana, leo ninataka kuwa udongo wa aina gani? Mungu bado anapanda mbegu yake kila siku. Kama nilivyowaambia, Mwenyezi Mungu anaendelea kupanda mbegu yake kila siku, tukimruhusu aingie ndani ya mioyo yetu. Maisha yetu yatazaa matunda mengi, matunda ya upendo, msamaha, amani, huduma kwa watu, na hakika tutaishi maisha ya utakatifu. Tuombe neema ya kuwa udongo mzuri, ili neno la Mungu lisibaki masikioni mwetu tu, bali lionekane katika maisha yetu ya kila siku. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.